aliyowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale aliowaita hao akawahesabia haki, na wale waliohesabiwa haki hao akawatukuza. 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Na 35. Ni nani atakayetupenda na upendo wa Kristo? Je, muziki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au kali? Mwisho, kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Na hili andiko la Warumi sura ya 8 mstari wa 31 tutavuka tena 35-36. Na barua hii ambayo Paulo mtume aliandikia kanisa la Rumi, aliandikia kulingana na jinsi alivyokwenda kuwaona walikuwa kukaa. Akamwambia kwamba ninyi mlikuwa watu wa zamani, lakini kwa sababu mmekwisha kumpokea Kristo, lazima sasa mfanye matendo yenu ya kufanya nani apende Kristo. Sababu tangu wakati wa zamani ninyi mlikuwa mjahesabiwa haki, lakini sasa mmekwisha kuhesabiwa haki, mtakuwa watu ambao mmechaguliwa, mmekuwa tofauti na wale ambao watu ulimwengu. Akaanza kuambia maneno ambayo yameandikwa hapa, na aliwaambia kulingana na waliokwenda kumpokea Kristo. Aliwaambia kulingana na waliokuwa wakikaa kabla hawajapokea Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana akaanza kuambia haya maneno huyo pamoja. Na pia akaandikia mstari ambao anasema kwamba na wale aliowachagua tangu asili hao akawaita. Ina maana Mungu anakuchagua tangu asili yako kuzaliwa. Tuseme kwamba tangu Mungu ama tangu wewe ulizaliwa, Mungu alitaka kumtumikia. Alikuchagua tangu ulizaliwa. Wanasaikolojia wanasema kwamba mtu anapozaliwa kwanza kunakuwa na vita vikubwa sana. Kabla wewe hujazaliwa kunakuwa vita vikubwa sana ambavyo vinapitika katika ulimwengu wa roho. Na hivyo vita Mungu anakwenda kukushindia hivyo vita mpaka mimba inakwenda kudungwa katika tumbo la mama yako. Kunakuwa na vita vikubwa sana ambavyo vinapita pale. Wale wanasayansi wanavijua. Wanasaikolojia wanavijua hivyo vita hivi. Na mpaka hiyo mimba kutungwa kunakuwa na vita vya ajabu ambavyo vinapitika pale. Na hiyo mimba ikitungwa inakaa miezi 9 au zaidi ya miezi 9 katika tumbo la mama. Pia inakuwa na vita vikubwa. Mara mama anaumwa, mara mama anakuwa hivi, mara inakuwa hivi, mara inakuwa hivi, mpaka unakwenda kuzaliwa. Unakuwa na vita vikubwa sana ambavyo vinapita pale. Na unapozaliwa sasa, kitu cha kwanza ambacho tutakwenda kuona kwamba unapozaliwa lazima kuwe na gesta ambayo itakwenda kutumika pale. Hivi ndio naingilia sana katika saikolojia. Mtu anapozaliwa ama mtu anapozaa, lazima mtoto alie. Bwana barikiwe sana. Amen. Nafikiri lazima mtoto afanye nini? Alie. Kwa nini mtoto anakwenda kulia? Kwa nini mtoto ambaye alikuwa salama katika tumbo la mama na anakwenda kulia? Ina maana alikuwa sehemu ambayo iko salama, anafika sasa sehemu ambayo hakuna usalama. Ndio maana anakwenda kulia. Ile tu kuona mwanga wa ulimwengu, lazima mtoto alie. Na akilia inamaanisha kwamba anaingia katika mateso, anaingia katika majaribu. Bwana tusaidie sana. Na anapokwenda kuzaliwa sasa, anapoanza kukomaa, anaingia katika majaribu. Na majaribu hayo lazima yaendelee, lazima ya kuwepo, lazima ya mpige, lakini sasa yataisha kutokana ambapo anaacha ulimwengu kuishi. Lakini kama angali katika ulimwengu huu ambao tunakanyaga, majaribu lazima yaendelee.
Alafu mtu kama huyo Mungu alipenda kumchagua tangu tumboni mwa mama yake, akamrudisha katika vita vyote ambavyo nilikwenda kuvitaja hapo, tangu katika tumbo mpaka akazaliwa mpaka akaanza kukomaa, ni vita mpaka unapokomaa, mpaka unapokuwa mzee ni vita. Vita hivi inakusha mpaka pale unapokwenda kaburi. Jina Bwana barikiwe sana. Sasa huyu mtume Paulo akasema ya kwamba kulingana na vitu vyote hivyo ambavyo tunakwenda kuvitaja, kulingana na matatizo ambayo umekwenda kukumbana nayo, kitu gani ambacho kitakuachanisha wewe na Mungu wako? Wewe ambaye ulichaguliwa tangu misingi, ulichaguliwa tangu tumboni mwa mama yako, ulichaguliwa tangu vipambane hivyo. Hasa kitu gani ambacho kitakutenga wewe kutoka kwa Kristo? Jina Bwana barikiwe sana. Nafikiri hapa hakupata jibu. Alisema katika mstari huu wa 35, ni kitu gani ambacho kitakuacha wewe na upendo wa Mungu? Je, ni shida au adha? Adha ni shida ambayo inapitiliza, au njaa? Hiyo kitu hakipo. Ni kitu gani ambacho kitakutenga wewe na upendo wa Kristo? Hakipo. Ndio maana lazima ujue kwamba mimi nilipozaliwa nimepita katika mambo mengi ambayo siwezi kuyahesabu. Lazima nimtumikie Mungu. Siku moja mchungaji akasema pale kanisani kwamba mimi nimepitiliza, nimepitia mambo makubwa sana. Na kila mtu amepitia mambo makubwa sana katika maisha yake. Kila mtu kabisa, ukiangalia chini kuzaliwa na mpaka unapokuwa mpaka leo hii, ukitasimia wote matatizo ambayo umepitia. Je, eski wewe ndio mzuri kuliko wale ambao wako kutoweka? Ama wewe unawashinda elimu sana? Ama wewe unawashinda uzuri sana? Hapana. Lakini Mungu ambaye anataka wewe mpaka leo hii ungali hapa ama ungali haya. Na ni lazima umtumikie Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Ukiangalia jinsi ulipozaliwa na wao hawapo tena kwa siku ya leo. Kama una miaka 10, kama una miaka 15, kama una miaka 20 na zaidi, unajua wangapi ambao hawapo tena katika siku ya leo? Na hao ambao hawapo tena, je, umewashinda elimu ama umewashinda kipato ama umewashinda urefu ama ufupi ama umewashinda uzuri? Ni mpango wa Mungu ambao anataka wewe ufikie malengo. Bwana asifiwe sana. Mungu anataka ufikie malengo kwa kumtumikia. Na ndio maana Paulo akasema kwamba kitu gani ambacho kitanitenga mimi na upendo wa Mungu? Ni kitu gani? Hicho kitu akaangalia katika Mungu wote na wa roho na wa mwili, akaona kwamba hicho kitu hakipo. Jina Bwana barikiwe sana. Hicho kitu hakipo. Lazima uanganie Kristo ili siku moja upate kuona ufalme wa mbinguni. Tunapitia katika mambo mengi sana ambayo wanadamu tunapitia. Kila mmoja hapa ana mashida na tatizo. Kila mmoja ana matatizo. Kila mmoja hapa ana matatizo. Wanasaikolojia wanasema kwamba mtu asiyekuwa na tatizo, huyo mtu hana akili sana. Kwa hiyo tunashiriki na wanasema na maana mtu ambaye ana matatizo, ana shida, huyo mtu ana akili sawa. Kila mtu ambaye ana akili sawa lazima afikirie hivi kitaishi namna gani kabisa. Hii matatizo kwa nini utafanya mpaka ujitatue, ujikwamue. Huyo ndio mwanadamu wala. Na ndio maana waenda mbinguni wataenda wale ambao wanasimama, wale ambao wana ujasiri, au ambao wana nguvu. Maandiko yanasema kwamba mbinguni wataenda wale mbingu inatekwa na wale kwenye kona mbinguni wanateka mbingu. Mbingu inatekwa na wenye kona hivi na nguvu. Jina Bwana barikiwe sana. Hatutaenda kuelimama siku zote mbinguni hapa. Lazima tupite katika shida, tupite katika majaribu. Na kila mtu ana majaribu. Kila mtu hapa ana majaribu ambayo inamsumbua. Lakini ukiangalia haya yote majaribu ambayo unakumbana nayo, yatakuachanisha na Kristo.
yatakuachanisha wewe na upendo wa Kristo, tayari lazima kusimama katika msimamo wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio maana Yesu Kristo akaandika katika Mathayo ile sura ya 6 mstari wa 33, tusome kwanza hapa. Amesema kwamba vitu vyote vitakuwa vipi, lakini kwanza tutafute kwanza nini? Ufalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mingine yote sasa yatakuja baadaye. Ndio maana huyu Paulo ana mambo mengi sana. Yeye anakuambia kwamba kitu gani ni shida au ni njaa au ni uchi au ni kitu gani ambacho kitakujenga wewe na upendo wa Mungu. Jina wale walikosa. Amen. Mimi nimetumika sana katika kanisa letu la Pentecost pale Misisi. Wangapi wamefika Misisi hapa? Wangapi wamefika Misisi hapa? Hakuna hata mmoja wamefika Misisi hapa. Pole sana. Ndugu zangu, Misisi ni vile ya wakongomani ya zone ya Kisipali. Juu Misisi kama unakaa na Mungu pale, akwambia wewe kumtumishi. Huko mtumishi mzuri. Pale Misisi. Nilikaa pale karibia kama mimi nilifanya ujana wangu wote pale Misisi. Nimetoka kule Mlimani ndani na miaka 16 hapa Mlimani bila ikafika. Alafu tukakuja tukaingia Misisi. Tulipofika Misisi nikaona kweli. Sio hakuna maajabu ya ajabu, lakini kuna ushawishi huyu wa kina mama. Okay, mama pala hawajipita sio mimi niko maraka kama najificha. Haikuwa hivyo sisi. Hapo wanaandika. Wanatema bango kwenye maneno. Na kulingana na dai yako na shughuli una uzuri. Sio sema utaweka bango la una hata dai. Kulingana na mimi ulivyombika, jinsi ulivyo. Mimi hapa niko kwa ni kweli. Lakini pale nilipoishi pale. Na watungaji wote wa pale asilimia kubwa wote wanatumia sabuni ya Anania kwa watunga. Wote. No? Asilimia kubwa. Mimi niko nakuambia mambo ya pale. Asilimia kubwa wote wananunua mambo ya sabuni. Asilimia kubwa. Sasa kwa mtungaji kwa maana hizo mtungaji Ngongo alikuwa mkusu. Alipata hivi pale. Ndio aliyetumia katika imani zetu za Kristo. Huyo Ngongo alikaa pale ana ndio alikuwa kula anatoka. Sasa huyo mtumishi alitufunza mambo mengi sana. Na alituambia hivi, hii ni sisi ndio kukua huko hivi. Mimi siwezi kuachana na imani yangu la Kikristo hata nikae pale sisi. Hiyo baba ana imani la ajabu ambao ukisikia kuambia kuongo. Unaona? Na ni kweli juu pale kuna ushawishi wa hali ya juu. Siwahi kuona ushawishi kama huo. Ikifika tu saa 12 dakika 30 watu wako kwenye milima kwenye mkono kujali majiwe pale. Hapo utaona kila kitu. Kuna kila kitu kabisa. Lakini pale tuko pale. Tangia 1997 nilikuwa pale. Mpaka nikatoka pale 2000 1999 nilikuhusu. Tena nikafanya yote nikafika pale maana mimi pale kama ile nilikuwa kutoka pale na kuangalia pale sana. Lakini niliangalia kitu cha sana nikaangalia. Mungu kabisa tena Mungu jua hii mambo yako kwa sisi. Ndio maana tunakwambia kwamba kitu gani kitakutana na upendo wa Kristo? Je, njaa au shida au nini? Hakipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Lazima tuangalie Kristo. Na ni pale kuna watumishi wazuri sana. Kama uliona mtumishi ambaye tulikuwa tunafanya ukabali kwa Israeli. Amekaa pale Misisi alikuwa kiongozi wa nyumba pale Misisi. Alikuwa mtumishi mzuri sana.
Unaona? Juu pale kuna ushawishi siwahi kuona. Kuna kati ambayo inaitwa Avenue Kingi. Avenue Kingi. Unatoka Misisi, unatoka Lulima watu wanaingia Misisi Sante, kuna avenue ambayo inaitwa Avenue Kingi. Hiyo avenue hiyo kama hauko vizuri wanakukamata hivi. Huyo anakamata bwana. Huyo ni wa kwanza. Unaona hiyo? Huyo ni wa kwanza. Bwana turudie sana. Shetani kubali. Pale kwa tembea na miguu yetu miwili. Asema huyu ni wa kwangu na huyu ni wa kwangu. Na pale kama huko mwanaume ambao una imani, unaanguka. Unaanguka vizuri. Ni pale. Tumefika pale kazi ya Bwana. Wao tulikuwa tuna Biblia mkononi. Ili tusaidie. Bila hivyo unapoteka kweli kweli. Jina Bwana libarikiwe. Mungu anatuonyesha kwamba tulipokwenda kuzaliwa tumepitia katika mambo makubwa sana ambayo alikuwa na mpango na sisi. Alikuwa na mpango na wao, alikuwa na mpango na kila mmoja wetu hapa. Ana mpango na kila mmoja wetu hapa aliye hapa. Hajataka hata mmoja apotee. Hajataka hata mmoja apoteke chini. Hajataka hata mmoja asimuone. Hapana. Lakini anakuambia kwamba kitu gani ambacho kitakuma wewe umwache. Hicho kitu hakipo. Lazima usimame katika mpango wa Kristo ili upate kumwona Bwana. Jina wale walikiwa sana. Amen. Ili upate kumwona Mungu. Mimi nilikuwa naangalia niko na katika ulimwengu wa leo huko pabaya sana kuzidi hata kwa zamani. Hata kama ulikuwa unafanya dhambi sana jitahidi kuacha. Sababu uko pabaya. Ule mtu akasema kwamba alikuwa mtumishi mmoja kwa angalia kwenye mtandao pale jana. Akasema kwamba hivi atujue siku hata atujue saa ni saa ndio dakika ya kisa nitayakuliwa. Sababu ile kanisa kwa nilikuwa msikia kwamba watafanya kanisa la muungano shirika hilo. Ndio kwenye Biblia sema Waislamu na Wakristo watakuwa kitu kimoja kwa kujenga kule Yerusalemu. Sasa hivi tunawakia nini kunyakuo. Unaona? Tunawakia kunyakuo ukienda paf ukibakia na kuambia sasa hapo tarajia nini matatizo sasa. Tarajia sasa shida. Kuweza kuwepo sasa. Hakutakuwa shida hivi. Bila kuwa shida. Mbona vizuri. Shida za kupita hapa. Sasa utaomba Mungu akuue na utakufa tena. Unaona? Utaomba Mungu basi mimi ningekufa basi mimi nikufa hautakufa. Hautakufa. Juu mauti kwa itafunga pale hiyo miaka baada ya miaka 7. Ya kuumizwa hivi. Unaona? Sasa hapo siku naangalia ulimwengu wa leo ukapata zaidi sana kuliko hata zamani. Babaya sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kuzama. Tumwambie Kristo tusiachike. Au kusema mbaya sana. Soma kwa ndio andiko la Mathayo yake ya 6:33 hadi 6:33 hadi 34. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Amen. Amen. Jina wale barikiwe sana. Amina. Hapo